Sasa mnielewe Mkikomero, mipaka yetu hii tunailinda wenyewe wananchi. Walinzi namba moja wa hii mipaka ni sisi wenyewe wananchi. Walinzi namba moja wa mipaka hii ni ninyi wananchi. Kukitokea changamoto ya aina yoyote, wa kwanza kuelewa ni ninyi wananchi. Mbona wenzetu wameingia ndani ya maeneo yetu, ndani ya ardhi yetu? Ni ninyi, na mnatakiwa kutoa taarifa ninyi, mkishirikiana na uongozi wa kitongoji, kijiji, kata, tarafa mpaka wilayani. Tunaenda kwa mtiririko huo wa kiutawala. Kwa hiyo mna dhamana kubwa wananchi wa Mkikomero. Sio kwamba mko hapa kiasara tu, pamoja na kwamba ni maeneo yenu, makazi yenu, lakini pia mna jukumu hilo la ziada, ulinzi na usalama wa mipaka hii. Mipaka hii ni ninyi mkishirikiana na hivi vyombo, serikali na vyombo vya usalama. Uzuri serikali bana ina mipango mikubwa mno, iliona yote haya ikasema lazima tupeleke na vyombo vya usalama karibu na eneo lile. Kwa hiyo tuko na wanajeshi wako hapa kama ulivyosema. Mgoma kuna kiteule cha Mgoma, Boss Kindeu yule pale. Tunaelewana wananchi? Kwa hiyo mnashirikiana na hivi vyombo vya usalama kuhakikisha ulinzi na usalama wa eneo hili uko thabiti, hakuna changamoto. Nimesema tunatembeleana, ni ruksa, si ndio? Ujirani mwema huo. Mnaenda Yerusalemu, mnafanya shopping, mnarudi. Lakini sasa msisahau kwamba mna nchi yenu, mna mipaka yenu kuilinda. Mwaka 78 Oktoba huko mwishoni, Idi Amin akiwa mtawala wa Uganda miaka hiyo alitangatanga, akaanza kudai eti sehemu ya Kagera, mkoa huu, ni kipande cha Uganda. Kiaka pale mpaka akaleta ndoto na akili zake mbovu kudai mpaka ile Kiaka lile daraja mtu unapita pale Kagera huu, kuanzia pale Bunazi yote kuelekea kwa Masakani kwake. Alibaki salama, na ndo ulikuwa mwisho wake. Urais wake hata kama alikuwa anautaka sana, ulikuwa ndo mwisho wake. Tanzania sio ya kutania. Tanzania sio ya kuchezea. Tuna askari, tuna wanajeshi, tuna vyombo vya usalama imara kweli kweli. Nani wazalendo? Alipigwa, alianza kusukumwa. Mtukula ile tulimswaga kama ng'ombe kwenda Idi Amin, toka Idi Amin. Sio kumsukuma ya kumpushi hivi. Mizinga inaunguruma kiki. Anasindikizwa hivyo. Kiki anasindikizwa hivyo. Kiki. Paka huko Masaka, kama mshapita Mtukura kwenda Kampala. Paka Kampala akalala mbele. Anaelekea huko nani Mbare, Soroti, Guru huyo. Sudani, baadaye Saudi Arabia. Aliishia hapa. Ni uzalendo wa ninyi wananchi na hivi vyombo vya ulinzi na usalama, wanajeshi, polisi, magereza, TAKUKURU wamo, vyote kwenye vita. Jamani, wote tunafanya kazi moja, wote hao, msione hivi, wote, hata ninyi. Ndio maana leo natoa wito, hujaenda mgambo mwaka huu, mnaenda mgambo. Jeshi la Akiba, mafunzo haya. Wakati wa vita ninyi nyote tunawapa uniform, crash program, miezi 3-6, vaa combat, nenda mstari wa mbele. Tunafanya hivyo. Kwa hiyo wewe fuga kitambi tu hapo. Kuna siku moja utajilaumu. Utaraumu hicho kitambi hicho. Wacha mchezo. Tanzania ya kwetu sote, tunailinda sisi wote. Mkikomero oye! Na waeleza ukweli. Tunaelewana? Waliopigana vita vya Nduli Idi Amin
Sio wanajeshi tu waliopita mafunzo, sio recruit nini, wote na wananchi tulimobilize. Haya mafunzo ya jeshi la akiba leo wakati wa amani tunayatoa hivi, sio bure. Wakati wa dharura wote hawa tuna mobilize, tunawaingiza kwenye jeshi kuu. Mgupane mgusa kwata siku 2-3 tu tayari, silaha hapa, twende songa mbele. Ndio tulivyo uzalendo wa Tanzania. Mtu akituvamia huwa hatumwachi salama, tunaelewana. Lakini sasa hivi wakati wa amani hii mipaka mnailinda ninyi, yani utafikiri lele mama hivi, lakini mnielewe, mkifanya lele mama sasa hivi wakati wa amani, wakati wa vita, ninyi ndo wa kwanza kukutana cha moto, tunaelewana. Kwa hiyo tusilete masiara.